Laikipia hoye! Bwana Yesu asifiwe! Moriega! Na Chamge! Bwana Yesu asifiwe! Hebu mnisalimie hivi kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe! Basi Waswahili wanasema hayawi hayawi. Ni leo ama si leo bwana? Ni leo ama si leo? Basi mimi nimefika hapa Nyahururu, Rumuruti Sore, hapa Laikipia kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Si ndio? Mimi wakati nilikuja hapa yenu, kuna maneno tulikubaliana na nyinyi. Si ni kweli? Tulikuwa na maagano. Muliniambia ya kwanza niende nipange elimu ya watoto wetu. Si ni kweli? Muliniambia ya kwamba CBC inawasumbua. Na mkasema tubadilishe CBC. Mkasema tuajiri walimu zaidi. Mkasema tujenge madarasa zaidi. Na mkasema watoto wetu ya university wapangiwe mambo ya funding. Mimi nataka niwaeleze watu wa Laikipia na watu wa Rumuruti. Walimu kufikia wiki hii tumeajiri walimu 1,100. Nyinyi mnanielewa? Mwezi moja peke yake, kwa mwezi moja peke yake tumeajiri walimu 24,000 na wamefika shuleni wiki hii. Nyinyi mnanielewa? Madarasa 23,000 na vile vile tumepanga mambo ya funding ya university. Leo watoto wetu wote wanaoenda university ama TVET wako na pesa ya kutosha ya kusomesha watoto wetu. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuko pamoja? Kwa miaka 60 ya uhuru ya Kenya, hakuna serikali imeajiri walimu 1,000 kwa miaka mitatu. Ni hii serikali nyinyi na mimi tumeunda. Tunaelewana? Na ni kwa sababu elimu ya watoto wetu ni ya muhimu. Neguo, munanielewa? Sikizeni. Mimi nataka niwaambie wale wanatuambia propaganda na hadithi na vitimbi kwa mambo ya masomo ya watoto wetu. I want to tell politicians who have no alternative plan. They are busy spreading propaganda about the education of our children. I want to tell them, in the last 3 years, we have undertaken phenomenal, transformational, consequential reforms in the education sector. We have hired 100,000 teachers that have never been hired by any other administration. We have put money in funding our university education. We have made sure that we have built enough classrooms. Don't tell us about stories. Tell us facts about our education. Wanasema ati ya kwamba watoto hawana pesa ya kusomesha shuleni. Mimi nataka niwaeleze, mwezi huu kabla ya watoto wetu kwenda shuleni tumetoa pesa bilioni 44 ya kusomesha watoto wetu wote. Waende wa check na head managers wa shule zetu. Tunaelewana ama tuelewani jameni? Muliniambia nipange kilimo, si namna hiyo? Ile mbolea ilikuwa 6,000, sasa ni 2,500. Wakulima wa kahawa wanapata pesa zaidi. Wakulima wa chai wanapata pesa zaidi. Wakulima wa miwa wanapata pesa zaidi. Kilimo tumeimarisha. Ni kweli ama si kweli? Walituambia ya kwamba, nyinyi muliniambia ya kwamba niende nipange mambo ya employment ama mambo ya kazi ya vijana wetu. Vijana muko? Vijana wa Laikipia muko? Nataka munisikize kwa makini. Tumesema ya kwamba kupitia hii program ya housing tunapanga ajira ya vijana. Hapa Laikipia tumewapatia shilingi bilioni 15 kwa program ya housing, program ya market na program ya hostels. Mukienda hapa Nyahururu tunajenga nyumba ya ghorofa 14. Hapa Rumuruti, mnanisikia vizuri? Hapa Rumuruti tunatafuta contractor saa hizi. Kwa miezi miwili ijayo mimi nitakuja hapa kuanzisha nyumba 1,000 yenye itakuwa ghorofa 15 hapa Rumuruti. Hapa leo tumekuja kuanzisha soko
hii soko yenu hapa ni ya shilingi milioni 260, na nimemwambia kontrakta wetu hapa, wale vijana watakaofanya kazi kutengeneza hii soko ni vijana wa Rumuruti na vijana wa Laikipia. Na hii soko tumekubaliana na kontrakta, mimi narudi hapa mwezi wa 9 soko ikiwa imekamilika, kwa sababu niko na pesa yote ya kulipia huyu mjamaa. Nyinyi mnanielewa? Hiyo pesa milioni 260 iko tayari. Wewe kontrakta, fanya halahala, hawa vijana wapate kazi, tujenge soko, hawa wakulima na wafanyabiashara wakuja waendelee na biashara yao. Rumuruti hoye! Tumeelewana? Na sio hii soko moja tunajenga soko 14 kama hii hapa Laikipia. Na ni kwa sababu tunataka mazao yetu ya shambani yakiletwa sokoni yasiharibike, tuwe na mahali pa storage. Hii soko hapa itakuwa na mahali ya storage, itakuwa na mahali ya cold room, itakuwa na maji, itakuwa na stima, watu wanaweza kufanya biashara saa zote, mpaka itakuwa na ICT hub. Wale vijana ambao wako area hii wanaweza kuja kufanya kazi mitandaoni katika soko yetu hapa. Nyinyi mnanielewa wangwana wa Laikipia? Mimi niliwaeleza tu mnipatie nafasi kidogo, kwa sababu tulipata uchumi ilikuwa chini kidogo, nikawaambia mnipatie nafasi. Sasa nimenyorosha uchumi, iko sawa sawa. Ile kazi iko sasa ni kuendelea na maendeleo. Tunaelewana jameni? Pia mliniambia ya kwamba hapa Laikipia iko matatizo ya barabara. Si ni kweli? Ni kweli ama si kweli? Kwanza barabara ya muhimu zaidi ni barabara ya kutoka Rumuruti mpaka Nanyuki. Ni kweli ama si kweli? Sikizeni bwana. Mimi kwa sababu nitakuwa na kazi mingi hapo, nitatuma huyu mungwana, huyu deputy president. Huyu deputy president anakuja hapa mwezi ujao. Mwezi wa Februari huyu deputy president anakuja kuanzisha hiyo barabara. Tayari nimetafuta pesa, nimefanya advertisement, contractor akipatikana, huyu mungwana anakuja kuanzisha hiyo barabara. Kazi ama wako na pesa ama wako na uwezo. Mambo ya afya ni haki ya kila Mkenya. Tunataka kila mtu aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila kuulizwa pesa, kwa sababu gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Ile tunawauliza ni kila mwananchi ajiandikishe kwa SHA. Mnanielewa? Kila mtu ajiandikishe kwa SHA. Na mimi nataka niwapongeze watu wa hapa Laikipia. 53%, watu 53% tayari wamejiandikisha kwa SHA. Mimi nasema pongezi. Watu 175,000 tayari wamejiandikisha kwa SHA out of 500,000 people. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba watu wa hapa Laikipia, kila mmoja wenu ajiandikishe kwa SHA ndio tuweze kuwalipia gharama ya hospitali. Kwa hii mkutano mimi nataka kujua wangapi wamejiandikisha kwa SHA, nione kwa mkono. Mmejiandikisha kwa SHA? Inaonekana nyinyi mko chonjo sana. Yaani nyinyi ni wale watu wanasoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Mlishajipanga? Mlishajipanga? Na mimi nimekubaliana na gavana, nimewambia ya kwamba hatutaki tena ile maneno inasemekana ati hospitali hakuna dawa. Sisi tunataka kuhakikisha ya kwamba, na nitamsaidia huyu gavana wenu, ni hakikisha ya kwamba KEMSA inapeleka madawa, sio county headquarters. Madawa inaenda kwa zahanati. Kama ni dispensary, madawa itoke Nairobi moja kwa moja mpaka dispensary, moja kwa moja mpaka health center. Hakuna maneno ya kukwama hapa barabarani. Tumekubaliana watu wa Laikipia? Laikipia hoye! Leo asubuhi mimi nimetoka pale Achas Post. Identify vijana wa kutoka hapa Laikipia, vijana wa kutoka Samburu, vijana wa kutoka Marsabit na vijana wa kutoka kule Isiolo. Leo asubuhi tumepatia vijana 4,000, kila kijana shilingi 50,000 ya kwenda kufanya biashara yake. Nyinyi mnanielewa my friends? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na kazi, tusomeshe watoto, tupange kilimo, tujenge mabarabara, tujenge masoko, Kenya isonge mbele. Mbali na hiyo mambo ya masoko, vile vile tumekubaliana na hao wabunge wenu
Na mimi nataka niwashukuru sana watu wa Laikipia, mumenipatia wabunge ambao ni waaminifu, wabunge ambao wanajali maslahi yenu. Kila mara hawa wabunge wenu wanakuja kuniuliza barabara, wanakuja kuniuliza soko. Hii soko kwanza ilichelewa kidogo, huyu Wachira karibu aniletee tabu. Hiyo kazi yote mimi nataka niwaeleze. Tumekubaliana ya kwamba university yetu ya Laikipia tuko na watoto wengi. Tunajenga hostels ya watoto 2520 pale Laikipia. Tunajenga hostels katika KMTC yetu hapa Nyahururu. Tunajenga hostels kwa TVET zote tatu. Ile ya Laikipia East, ya Laikipia North, ya Laikipia West. Tuhakikisha kwamba watoto wetu wakienda pale wanasoma mahali kuna taratibu na kuna mahali pazuri pa kuishi. Tumeelewana ndugu zangu watu wa Laikipia? Laikipia hoye! Rumuruti hoye! Tuendelee na kazi sio? Mnasema tuendelee na kazi? Sikizeni bwana. Si mnajua, si nyinyi ndio mlinipatia kazi ya kuwa rais? Si tulikuwa na maagano? Si mliniambia nishughulikie kilimo? Si mliniambia nishughulikie masomo ya watoto? Si mliniambia nijenge barabara? Nipange mambo ya hospitali? Nipange mambo ya masoko? Si 2027 next year si mimi nitakuja na record yangu hapa? Ama namna gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Laikipia. Hapa Laikipia, mtu anachaguliwa kwa sababu ya sura ama kwa sababu ya kazi? Mtu anachaguliwa kwa sababu ya vitimbi ama kwa sababu ya kazi? Si kila mtu anakuja na kazi yake? Si kila mtu anakuja na mpango yake? Kama mtu hajafanya kazi si aende akiendanga? Ama namna gani mnasemaje watu wa Laikipia? Nekuo kana tiguo? Tuko pamoja? Hebu nione wala anasema kila mtu na kazi yake, kila mtu na kazi yake, kila mtu na kazi yake. Namna hiyo. Najua kuna watu wanazurura huku, hakuna kazi wamefanya, hakuna mpango wako naye. Mutakuta tu watakuja hapa, watakuja kuambia Kasongo, one time, must go. Mimi nataka nikuulize wewe mtu wa hapa Laikipia. Kasongo anaweza kujengea barabara? One time itakusaidia na nini? Hiyo mambo ya must go itakusaidia na nini? Mimi nimewaambia hawa jamaa, wacheni upumbavu, wacheni ujinga, tafuteni akili. Mimi nimejenga soko hapa Rumuruti. Wewe kuja ambia hawa watu utafanya nini? Barabara ndio hiyo mimi najenga, sema yako. Hiyo mimi nafanya mambo ya stima, sema yako. Ile maneno ya kupanga mambo ya affordable housing, kupanga ajira ya hawa vijana, sema yako. Wachana na fitina, wachana na ukabila, wachana na chuki. Panga maneno, hawa wananchi wako na akili, watajua nani yako na mpango, nani hana mpango. Ni kweli ama si kweli my friends? Tunaelewana? Wale jamaa story yao ni mambo ya bure. Kazi yao ni ukabila, kupanga chuki, kugawanya watu, hawana mpango, sera hawana, maono hawana chochote. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Laikipia. Si nyinyi ndio mtaamua? Kwani kuna watu wataletwa nje, si nyinyi ndio mtaamua mambo ya Laikipia? Mimi nauliza, nani anaamua maneno ya MCA? Nani anaamua maneno ya mbunge? Na ya governor nani anaamua? Na ya senator nani anaamua? Na rais nani anaamua? Si nyinyi ndio mnaamua? Kwani kuna watu watakuja kuwaamulia? Na nyinyi si mtaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya? Ama mnasemaje watu wa Laikipia? So kuna wengine, unajua kuna watu wamekuwa hii uongozi miaka 40. Niliuliza mwingine juzi, wewe umekuwa miaka 40 uongozini, wapi kazi yako? Hapa Laikipia hajajenga kanisa. Hapa Laikipia hajajenga hata darasa moja ya shule. Hapa Laikipia hajui barabara inajengwa namna gani. Yaani mpango hawana, sera hawana, agenda hawana, mpango na sera na agenda na hata akili. Salale. Laikipia hoye! Laikipia hoye! Munasema tuendelee na kazi. Mimi nipange barabara, tujenge soko, tuunganishe stima, tuweke amani, tupange mambo ya affordable housing, tupange ajira hawa vijana, tupange SHA mulipiwe, kila mtu alipiwe hospitalini.
Wangapi wanasema tuendelee na hiyo kazi jameni? Wangapi wanasema tuendelee? Kwa hivyo Laikipia mnasema aje? Ati Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Harambee! 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 Ala, kwani mko chonjo kiasi hiyo? Ala, bas, mimi niko hapa na muungwana anaitwa Profesa Kithure